Ukweli wa jambo lenyewe uko vipi? Ni kweli niliitwa kwenye kamati ya maadili, na niliitwa baada ya kupelekwa na kamati ya saa 72 ambayo inaendesha mpira, inaendesha ligi. Yes, wakapeleka shtaka langu kwenye kamati ya maadili, na kesi yangu ya msingi niliambiwa nimeidhalilisha mamlaka kwa maana ya TFF na bodi ya ligi kwa kuzungumza maneno ya uongo yasiyokuwa na busara. Hiyo ndio ilikuwa shtaka langu la msingi, kwa kufanya reference ya post ambayo nilipost au chapisho ambayo nilipandisha kwenye kurasa yangu ya Instagram Februari 3. Ndio ikatumika hiyo na yakawa mashtaka hayo. Kwa hiyo baada ya kuitwa tukaenda kusikiliza, na upande wangu pia wa sheria ambao wanawakilisha tulikuwa nao, jambo likazungumzwa mpaka mwisho, na mwisho wakatuambia sasa nendeni. Sababu tulienda kwa siku 2 pale, Jumatatu na Jumanne. Tukaambiwa nendeni nyumbani, hukumu sasa itatoka baada ya kusikilizwa. Kwenda kwenye details za ndani tulichokizungumza naamini halipo kwenye mamlaka yangu. Hilo ni jambo la kisheria, wako wanasheria wanawakilisha, wapo kwenye nafasi nzuri ya kuizungumzia kilichozungumzwa pale ndani. Ila neno la mwisho la kamati tuliambiwa nendeni, tumeshawasikiliza, hukumu tutaitoa. Sasa jana ndo tukasikia hayo maneno mbalimbali yakiandikwa mitandaoni, lakini juzi usiku ni kutoka juzi usiku na. Yes, lakini ukweli kabisa ni kwamba hakuna hukumu hiyo rasmi ambao tumeipata. Kwa hiyo tusubiri, ikitoka tutaipokea na tuzungumza na watu. Sio kwa nini wanakuwa na haraka hivi vitu? Subiriri, kwa sababu wenye mamlaka wenyewe watasema, lakini mtu tu anaibuka anazisha tu afa hana sosi kwa nani kasema. Lakini sio ukisoma haielezi kama mwenyekiti ndio wa kamati ya maadili ndio kasema, katibu au nani, hamna, lakini inatapakaa tu. Sawa, hivi vitu vimeibuka Alikamwe. Wewe binafsi vimeku disturb vipi katika hasa kuelekea kwenye dabu na department yako, na kwa maana ya sasa ya kesi au tetesi za hukumu? Tetesi hizi, kwa sababu mechi ni ya kweli na promotion sisi kama club na mimi kama mkuu wa idara ya mawasiliano, ambao kimsingi idara hizi ndio idara ambao zinasimamia promotion ya kwenda kwenye mechi husika. Jumatatu sikuweza kufanya majukumu hayo kwa sababu Jumatatu kuanzia asubuhi saa 3 mpaka saa 9 mchana tulikuwa TFF kushughulikia hilo jambo likahairishwa, likaletwa Jumanne kutoka asubuhi mpaka saa 12. Yani natoka tu mlangoni pale ndo adhana. Kwa hiyo siku nzima, yani Jumanne siku nzima imeishia TFF. Kwa maana yake zile siku 2 ambazo kimsingi ndo tulikuwa tufanye sasa uzinduzi wa amsha kuelekea kwenye mechi, tulizipoteza kwa sababu ya jambo hilo. Na tukawa na subra, tukasubiri. Sasa jana tunataka Jumatano nataka tuanze tetesi nyingine pia kama hizo zikatokea mitandaoni. Sasa yes, kimsingi niko na viongozi ambao wanaiongoza hii taasisi, wakaniambia kuwa na subiri tufuatilie. Wamefuatilia, wakaambiwa hukumu haipo. Umeelewa Kwa sasa wakaniambia tulia, kwa sababu unajua tetesi ile, na mimi nitumie nafasi hii kuwaomba wanaoshughulika na mambo haya ya mitandao ya kijamii, nafikiri ni TCRA, si ndio? Naam. Wafuatilie haya mambo na watoe muongozo, kwa sababu unajua unapotoa taarifa kama ile huenda una vyanzo, lakini madhara ya taarifa kubwa kama ile ni makubwa kweli. Mimi nitakwambia ile usiku ambao taarifa imetoka, mimi mwenyewe ilibidi niende kukesha hospitali na bi mkubwa, kwa sababu alipata mshtuko mkubwa kweli. Mimi niko mjini, kutiwa pingu ya mpira miaka 2 sio mchezo. Huyu mtu anapoteza kazi yake miaka 2 anakuwa bench. Nitoke na mimi sasa mjini niende hospitali, tukakaa mpaka asubuhi, tukamuelezea kwamba ni mambo ambayo hayana ukweli, hata kama yakiwa na ukweli, mambo ya kawaida kwenye maisha, unatakiwa urelax. Kwa hiyo ime to disturb kwenye promotion. Hiyo ni jambo ambalo hata usingenisikia mimi, linaonekana tu kwa picha ya kawaida. Kwa hiyo sisi kama club tunaamini mchezo pia huu ni mkubwa, na Watanzania huu mchezo wanautaka, na uhitaji wa point 3 kwa timu zote mbili pia ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunaamini inshallah
tunafanya hamasa leo, na leo peke yake itatosha, naamini kabisa, kuwaamsha wanachama na mashabiki wetu, kuwaamsha Watanzania kujitokeza kwa wingi Benjamin Mkapa siku ya kesho. Twende inshallah tukapambanie klabu yetu. Kama yametrendi hapa katikati, na wewe unajua mzee wa takwimu amefanyaje? Hebu kama mbona umetrendi sana hapa katikati? Ali amefungiwa. Ukweli ukoje na taarifa hizi zikoje kwanza kwako? Yes, swali zuri Mkule. Kwanza, taarifa ya Ali Shaban Kamwe kufungiwa miaka 2 sio taarifa rasmi. Ni tetesi ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii. Nasema sio taarifa rasmi kwa sababu mimi binafsi sijapokea nakala yoyote ya hukumu. Klabu yangu ya Yanga haijapokea nakala yoyote ya hukumu. Hata wanasheria ambao waliniwakilisha pia hawajapokea nakala yoyote ya hukumu. Maana yake hukumu ya jambo lenyewe bado haijatoka. Zilizoenea ni tetesi ambazo hatujui, na mimi binafsi sijui zilitokea wapi, zilivujia wapi, kwa sababu kama mtu alizianzisha tu hapo zikatapaka. Yes. Unajua inapoitwa kamati ya maadili, maana yake si jambo rahisi taarifa zake zikavuja kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu Young Africans kwamba taarifa za Ali Shaban Kamwe kufungiwa sio taarifa rasmi, ni taarifa zilizozuka mitandao ya kijamii.